Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumapili ya tarehe 7 mwaka 2026. Kwa ambaye hajapata utabiri wa mwaka mpya mwaka 2026, unaweza kuingia YouTube ukaandika utabiri wa mwaka 2026. Na vile vile kwa ambaye labda anataka utabiri wa haraka zaidi ifikapo saa 6 kamili usiku, unaweza ukajiunga huduma hii kwa shilingi 1000. Unalipia 1000, utatumiwa utabiri ndani ya mwezi mzima kutokana na malipo hayo. Na vile vile tunaendelea na utabiri tukianza na utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Siku ya leo utakuwa na ushawishi mkubwa kwa watu wako. Kuwa na imani na unachofanya na wala usitie shaka chochote kile. Utamta mtu pesa ambayo inaweza kuwa ni sawa umemtoa katika giza fulani. Utapokea ujumbe wenye maneno mazuri ndani yake ambayo atakufariji kwa namna fulani. Leo utagundua mengi yanayosemwa kuhusu wewe licha ya kuwa na ficha na mwisho ni mwema rafiki. Usiteone ni baya kumwambia yote yule kwani litaleta shida baadaye rafiki. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Mipango mizuri itakutawala katika akili yako jinsi ya kuingiza fedha. Moyo utafunguka kwa kuwa mwazi katika baadhi ya majambo hasa yanayohusu maendeleo ya kutafuta ajira. Ukweli ni kuwa unaweza ingiza pesa hivi karibuni. Taarifa za mbali zitakuhusu ulivyokuwa ukipambana kutafuta ajira. Jua linaweza kuwa kali leo na hii itakufanya kuwa mkali na hata kuongea yaliyofichika katika moyo wako. Uwazi utakusaidia sana leo rafiki. Achilia mambo ambayo yamekaa kwako ila sio mahala pake. Achilia. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Unaweza ongea na mtu ambaye tayari ashaona udhaifu wako, hivyo basi ni sawa na kujiangalia katika kioo au kuchukua chumvi na kutia baharini. Utashughulikia masuala yako binafsi leo na hata kutamani mambo mengi yawe yashakuwa sawa kuhusu watu wanavyokuongelea. Matatizo madogo madogo jitahidi kuyashughulikia mapema ili yasiwe makubwa ndani yake. Utawajibika katika shughuli zako ipasavyo ila unaweza katishwa kwa kuwa watu wana wasiwasi na wewe. Simu moja tu utapigiwa na mtu usiyemfahamu. Pesa nyingi zinatarajiwa kuingia siku za hivi karibuni. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Utapambania hali fulani ambayo ni heshima zaidi kazini. Mabadiliko kazini kwako utayaona ikiwa na maana, watu wanavutiwa na wewe. Huwezi kukamilisha jambo ambalo mwisho wake kabisa hujui, kwani huenda likakuletea shida kiasi kikubwa sana. Epuka. Fuata mema tu ambayo nafsi yako inakwambia. Utakuwa na feelings za ndani kabisa ambazo zitakufanya ufikirie zaidi kuingiza fedha nyingi leo. Kwa huru katika uchumi, mpenzi wako wa zamani atakukumbuka kwa namna fulani. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Hisia zako zitakuwa kali sana leo kwa kutambua baadhi ya feelings za watu wengine. Hivyo basi
Usiwe ni wa mtu wa kuyanika mambo hadharani. Epuka kuongea sana, kuropokwa siri zako, simwambie hata rafiki yako wa karibu kutokana na mafanikio. Ubora wako utadhihirika leo. Masafa mafupi leo yatakufanya uhisi uvivu, ikiwa na maana unahitaji utulivu zaidi. Matakwa wengine yasikurejeshe nyuma katika maamuzi yako unayotarajia kufanya. Mahusiano yako yatakuwa wastani leo, na pia utahakikisha migogoro inapatiwa ufumbuzi aidha leo au hata siku za mbele. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni gold au orange, na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Fikra zako zitakuwa down leo, ikiwa na maana kuna kitu hakipo sawa, hasa katika kwa swala zima la uchumi. Katika mihangaiko yako ya kazi utajisikia uchovu leo. Upepo wa bahari au sehemu tulivu ambayo kimya hamna kelele ni bora zaidi kwako leo. Afya yako ni ya wastani, na mapenzi pia mmoja wenu atakubali kushindwa kwenye mahusiano. Majaribio mengi yasiyo salama yatafeli juu yako. Unaweza ona mtu akikaripiwa mbele yako, na hii inaweza kuwa na mtazamo tofauti ndani yake katika jamii uliopo. Utasikia mengi juu yako leo, ila unatakiwa kuwa shupavu na hata kupuuza baadhi ya maneno. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Upande wa mahusiano unaweza usiukubali kwa asilimia zote kutokana na kutendwa mawazo. Kwa nini? Dawe ulivyo ni mtu wa kuvutia, na hata uhusiano awali unapamba moto. Maswali, jambo la kufikirika litatokea kutokana na kujadiliwa kwa wema na watu wa karibu. Unaweza ukapadi kutokana na edge flow kukua kuwa kubwa katika vitu hasi rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue, na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Utapata na mtu ambaye mlihasimiana siku za nyuma. Utagundua mengi ambayo watu wanasema kuhusu wewe. Cha kufanya usijali. Vibes zitakuwa kubwa hasa baada ya kushirikiana na watu mnaofahamiana nao, marafiki. Safari fupi fupi zitajiri na utaenjoy. Upendo wa pesa ni wastani, na pia utajikubalisha katika kutekeleza majukumu yako. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz au lapis lazuli. Ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Sagittarius, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Desemba. Utakuwa na shangwe katika jambo fulani la pamoja. Imani yako itakuwa juu sana leo kutokana na ulivyoamka, na furaha isiyo na kifani. Ni jambo la kushukuru. Utatamani kuhudhuria sehemu fulani ambayo ni mithili ya kuwa kumbukumbu zake zimekuja kichwani. Utahudhuria sokoni leo kwa kununua baadhi ya vitu vya nyumbani. Hamu itakuwa kubwa katika penzi la mtu fulani, na pesa ni wastani ambapo upo chini kiasi. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni papo na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha
na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Uaminifu wako utakuwa juu leo, ikiwa na maana utavuka kwa shanga katika mtego wa amana. Utaingiza pesa ambayo flow yake itakuwa chache sana. Hivyo basi, inawezekana kuna kitu kinazuia nyumbani kwako, juu ya friji au msalani. Nini ufanye? Tahadhari gani? Mahusiano yatakuwa yana changamoto fulani ambayo chanzo chake ni chenye kueleweka moja kwa moja. Utajua thamani yako mahali fulani na utapuuzia hilo. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown, na namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Kuna ambao watakushangaa kutokana na baadhi ya hatua unazozipigania. Ukweli ni kwamba nafsi yako inajijua zaidi kuliko mtu wa nje. Energy yako huenda ikawa kubwa, hasa katika suala la safari ya nyumbani kabisa ulipoishi ukiwa mdogo. Utatambua umuhimu wa mtu fulani, but it is too late. Utajua kucheza na muda vizuri leo, hasa katika kuhudhuria mwaliko na rafiki wa kuaminika. Pesa wastani na unaweza ukapanga matumizi mengi zaidi ya hizo pesa. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sky blue na akiwa namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ya amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Tazingatia neno lake ambalo ameliwasilisha katika sehemu fulani. Hatakubaliana na watu kwa urahisi na atagundua mambo kwa wepesi sana licha ya kuwa amefichwa. Usalama wake ni mzuri sana leo na hata afya ni nzuri. Atapokea mwaliko wa jirani tu na utafurahia. Pesa ni wastani na mpangilio wa energy yako ni mzuri katika kuflow. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sea green na indigo. Na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Na kama kawaida tunaendelea kuzungusha katika upande wa kuangalia muda mzuri wa bahati katika kila nyota. Tunazungusha gurudumu letu la bahati na kuanza na nyota ya kondoo au punda. Muda mzuri wa bahati leo ni kuanzia saa 11 mpaka saa 1:30 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, muda wako mzuri ni kuanzia saa 11 mpaka saa 3 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri ni kuanzia saa 3 mpaka saa 8 na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer, muda wako mzuri ni kuanzia saa 7 dakika 20 mpaka saa 9 dakika 55. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri ni kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri ni kuanzia saa 12 mpaka saa 4 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, muda wako mzuri ni kuanzia saa 6 hadi saa 10 dakika 25. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri ni kuanzia saa 5 hadi saa 9 dakika 15. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda wako mzuri ni kuanzia saa 4:30 mpaka saa 7 dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri ni kuanzia saa 8 hadi saa 9:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri ni kuanzia saa 2 hadi saa 5:30. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri ni kuanzia saa 8 hadi saa 9. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Tukianza na upande wa nyota ya Kondoo, mtoto aliye chini ya miaka 12 atakuwa mlizi sana, sio kawaida, na hata upande wake wa afya utakuwa down kiasi. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, mtoto aliye chini ya miaka 12 atakaribia kuacha yale anayokatazwa na wazazi wake. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini,
Mtoto chini ya miaka 12, umakini wake ni mzuri zaidi, atasifika kwa namna fulani. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kasa, mtoto chini ya miaka 12, ubunifu unaweza kumpoza kutokana na kukaripiwa na wazazi wake. Tukiendelea na upande wa nyota Simba, mtoto chini ya miaka 12 atapenda kuonekana taswira yake katika umati. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, mtoto chini ya miaka 12 atakuwa mbioni katika kutimiza azma yake na aliyoshauriwa na wazazi wake. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, mtoto chini ya miaka 12 atakuwa msikivu kwa wazazi wake. Tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, mtoto chini ya miaka 12 uhodari wake ni mkubwa kwa wengine na atazingatia jambo kwa umakini. Tukiendelea na upande wa nyota ya Sagittarius, mtoto chini ya miaka 12 atakuwa anapenda asili yake kwa vile mazingira kazoea. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, mtoto chini ya miaka 12 msimamo wake ni mzuri leo, hasa kufuata imani yake. Tukiendelea na upande wa nyota ya Aquarius, mtoto chini ya miaka 12 hatakubali kuonewa kizembe na pia atafuata peer pressure. Tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, mtoto chini ya miaka 12 atahitajika katika shughuli ndogo ndogo nyumbani na atakuwa na afya nzuri. Watoto ambao wamezaliwa siku ya leo, kuna uwezekano wa kuwa na challenge nyingi wakati wanatafuta maisha au elimu, na watakuwa na uwezo wa kufikiria jambo na kuleta matokeo chanya. Ushauri kwa mama: usichoke kusimama kama mama, msimamizi mzuri wa familia kwa sababu ya watoto wako huwa katika ubora. Ujumbe kwa waliokuwa hajapata watoto: usihuzunike kwa jambo ambalo linachelewa kwako, kwani ndani yake kuna hekima. Ulikuwa nami na bye bye.